serikali imeendelea kutekeleza mpango wa elimu bila ada kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha 6, ambapo serikali imeongeza fedha za kugharamia mpango huo. Awali mpango huu ulikuwa unaishia kidato cha 4. Serikali ya awamu ya 6 ikaongeza kidato cha 5 na cha 6, na baadhi ya vyuo vya kati vya ufundi, ambapo bajeti ya fedha kwa ajili ya elimu bila ada imeongezeka kutoka bilioni 249.66 kwa mwaka 2020 hadi bilioni 484.27 kwa mwaka 2025, zaidi ya mara 2 ndani ya kipindi cha miaka 5, na hivyo kuchangia ongezeko la wanafunzi wanaonufaika na elimu bila ada kutoka milioni 14,940,925 kwa mwaka 2020 hadi milioni 15,498,054 kwa mwaka 2025. Hii nayo ni hatua kubwa ya kupigiwa mfano, na si nchi zote zinafanya jambo la aina hii ambayo Tanzania inafanya. Katika kipindi cha miaka michache iliyopita, serikali imeongeza uwekezaji mkubwa katika elimu ya juu kwa kujenga na kupanua vyuo vikuu kama nilivyotangulia kusema hapo mwanzo, kwa kujenga kampasi mpya, kwa kuongeza miundombinu ya kufundishia na kujifunzia, pamoja na kuboresha mazingira ya utafiti na ubunifu. Hatua hizi zimeongeza kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa elimu ya juu katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususani nje ya miji mikuu, na hivyo kupunguza pengo la fursa katika miji na vijijini. Lakini serikali pia imeboresha mazingira ya wanafunzi wenyewe. Hivi tunavyoongea, mwaka jana tu Daktari Samia Suluhu Hassan aliongeza bumu. Bumu hii ni lugha ya kiwanafunzi. Lakini sio hilo tu, zaidi ya mara 2 aliongeza, alidabu. Lakini sio hilo tu, ameweka msisitizo wa kuhakikisha fedha kwa ajili ya wanafunzi wa vyuo vikuu zinatoka kwa wakati. Hii imefanya mambo ya migomo ya vyuo vikuu kuwa historia. Hii ni jitihada ya kuweka utu na tabasamu kwa kila kundi la Mtanzania. Wakati huo huo, serikali imeendelea kuimarisha bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa kuongeza bajeti kutoka shilingi bilioni 464 mwaka 2020-2021 hadi bilioni 916.7 kwa mwaka 2025-2026, ikiwa ni ongezeko la asilimia 98 ndani ya miaka 4. Hatua hii inawezesha vijana wengi zaidi kutoka familia za kipato cha chini kupata fursa ya kujiendeleza kielimu, ambapo idadi ya wanufaika imeongezeka kutoka 177,000 hadi 252,773 kwa mwaka 2025-2026. Hii ni ongezeko kubwa ndani ya kipindi kifupi. Na Mheshimiwa Rais alifuta riba kwa wanafunzi ambao wamenufaika na mikopo, na kwa kweli Mheshimiwa Waziri, endelea kutekeleza agizo hilo la Mheshimiwa Rais, na wanafunzi ambao hawajapata ajira wanufaika ambao hawajapata ajira wasisumbuliwe. Wale ambao wamepata ajira ndio waweze kurejesha, ili na wenzao waweze kunufaika na elimu kwa kutumia bodi hiyo ya mikopo. Vile vile serikali imeweka msisitizo mkubwa katika utafiti, sayansi, teknolojia na ubunifu kwa kuhamasisha vyuo vikuu kuunganisha mafunzo ya mahitaji halisi ya soko la ajira na uzalishaji. Mageuzi haya yameongeza mchango wa vyuo vikuu katika kutatua changamoto za maendeleo na kuongeza tija katika uzalishaji na kukuza uchumi unaotegemea maarifa. Ujenzi wa kampasi ya kilimo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Lindi ni ushahidi mwingine wa dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 ya kufanya elimu ya juu kuwa chombo cha mageuzi ya kiuchumi na kijamii. Kupitia kampasi hii, serikali inalenga kuandaa wataalamu wabobezi wa kilimo, utafiti na biashara ya kilimo watakaosaidia kuongeza uzalishaji na thamani ya mazao, ajira kwa vijana na mapato ya wakulima. Kwa kuwa programu ya kilimo ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam sasa inakuwa miongoni mwa vyuo vikuu vichache sana hapa barani Afrika na duniani inayotoa mafunzo
katika karibu kila sekta muhimu ya maendeleo ya kibinadamu. Hii inathibitisha hadhi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama chuo kikuu cha kimataifa, na kampasi hii ya Lindi itakuwa lango muhimu la kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika sekta ya kilimo na teknolojia na biashara na utafiti. Kwa mafanikio haya, serikali inaendelea kuijengea Tanzania yenye rasilimali za watu bora wenye maarifa, ujuzi na maadili watakaokuwa nguzo ya utekelezaji wa Dira ya Maendeleo 2050 na ajenda ya maendeleo endelevu. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.